Asante. Magonjwa ya ndani ni magonjwa yote ambayo tunasema kwa kifupi na kwa lugha nyepesi ambayo matibabu yake hayahitaji upasuaji wa aina yoyote ile. Ndio tunaita magonjwa ya ndani. Magonjwa ya mfumo wa upumuaji kama vile pumu, magonjwa ya mfumo wa moyo kama vile pressure ya kupanda ambayo shinikizo la damu kama tutalitazama siku ya leo, lakini pia magonjwa ya figo na magonjwa mengine mengi kama hayo ndio inaitwa magonjwa ya ndani. Lakini sasa tukienda sasa moja kwa moja kwenye kitu ambacho tutakwenda kukizungumzia leo ambao ni shinikizo la damu. Sasa shinikizo la damu ni nini hasa katika maelezo ya kitabibu? Tunapozungumzia shinikizo la damu, kwanza tutambue kuwa kila binadamu analo shinikizo la damu. Kwa maana kwamba ni ile pressure ambayo inasukuma damu kutoka kwenye moyo kuzunguka kwenye mwili mzima, kichwani mpaka miguuni kwenye unyayo. Kwa ile pressure tunazungumzia kuwa ni shinikizo la damu. Lakini sasa tunapokuja katika ugonjwa wa shinikizo la juu la damu, ina maana ile pressure yako inakuwa imezidi kile kiwango ambacho kinatakiwa katika utendaji wa kawaida wa mwili. Kwa hiyo tunapozungumzia huyu binadamu ameanza kuwa na ugonjwa wa shinikizo la damu, tunaonyesha pale ambapo pressure ya mtu inakuwa zaidi. Kwanza tutambue kuwa pressure ziko za aina mbili. Kuna ile ya juu ambayo wengi wanaijua na wanaita pia ile ya chini. Kitaalamu tunaita ile ya juu systolic blood pressure na ile ya chini tunaita diastolic blood pressure. Kwa kuna wakati ambapo moyo unapiga kuitoa damu kwenda sehemu mbali ya mwili, inaitwa diastolic blood pressure, na hiyo huwa haipaswi kuzidi 139. Lakini pia ipo pressure ya chini, ile ni pressure ambayo damu inakuwa inaingia ndani ya moyo, yenyewe haipaswi kuzidi 90. Tunaposema kuwa mgonjwa ana shinikizo la damu ni pale ambapo anakuwa na hii pressure kubwa zaidi ya 140 kwa hii pressure ya juu na zaidi ya 90 kwa hii pressure ya chini, ambapo inabidi huyu mtu amepima kwa siku mbili tofauti. Amepima na iwe juu katika hizo namba. Aidha ya juu zaidi ya 140 na ya chini 90, zote kwa pamoja au moja wapo. Sasa labda kwa mimi pia niko natamani kufahamu kwa sababu kidogo masuala ya kitabibu wengi inakuwa ni ngumu kuelewa kwa haraka. Kiwango gani cha kawaida cha shinikizo la damu kwa mtu mzima mwenye afya njema anatakiwa awe nacho? Kwa hiyo kwa wastani shinikizo la damu la kawaida kwa mtu mzima kwa wastani tunasema ni 120 kwa 80. Lakini kwa lenji inapaswa yanzie kati ya 100 kamili mpaka 129. Hiyo tunasema ni wastani mzuri wa kawaida. Lakini pia kwa ile ya chini inapaswa ilenji kwenye 80 mpaka 89. Hiyo ni kwa wastani wa kawaida kwa mtu mzima ambaye hana changamoto yoyote. Na pressure hii huwa haiko moja kwa wakati mmoja. Maana nimesema kuna numbers ambazo zinakuwa tofauti, kwa sababu kuna wakati umelala itakuwa inashuka kidogo, kuna wakati unataka kufanya kazi ngumu itaongezeka, kuna wakati umeogopa, kuna wakati unakimbia, itakuwa inabadilika kulingana na nyakati, lakini haipasi kuzidi zaidi ya 140 ile ya juu na 90 ile ya chini. Labda tutazame sasa kuhusiana na sababu hapo. Ni sababu zipi ambazo zinasababisha shinikizo hili la damu? So ugonjwa wa shinikizo la damu, sababu kwa ajili ya wasikilizaji wetu na kwa urahisi kuzifahamu, zipo katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni sababu ambazo zinarekebishika na kuna sababu ambazo huwezi kuzirekebisha. Ningependa nianze na sababu ambazo huwezi kuzirekebisha. Sababu ya kwanza ambayo huwezi kurekebisha ni umri. Umri wako unapokuwa unaongezeka, pia uwezekano wa kupata ugonjwa wa shinikizo la damu unaongezeka. Kwa hiyo mtu anapofikisha miaka 65, mzee huyu, uwezekano wa kupata shinikizo la damu unakuwa mkubwa na uwezo kubadili umri wako kushusha chini. Lakini pia kuna sababu nyingine ni za kurithi. Kuna baadhi ya changamoto na magonjwa ya kurithi ambayo unaweza ukawa nayo katika familia au binafsi ambayo kukupeleka kupata ugonjwa huu na uwezi ukabadili. Lakini pia kuna magonjwa ambayo unaweza kuwa umeyapata, kwa mfano ugonjwa wa figo kufeli. Ukipata ugonjwa huo pia unaweza kukupelekea kupata ugonjwa wa pressure. Lakini sasa tuje kwa sababu ambazo tunaweza sisi tukazirekebisha, ambazo ndio nyingi na ndio chanzo kikuu cha magonjwa ugonjwa huu wa shinikizo la damu. Sababu ya kwanza kabisa, hasa katika nchi zetu za Afrika ikiwepo Tanzania, sababu kubwa ni kuongezeka kwa tabia bwete. Watu wanaita tabia bwete. Kiwa na maana gani? Mtindo wa maisha ambao mtu muda mwingi unautumia ukiwa umekaa. Kubweteka, tunaweza kusema kubweteka. Kubweteka.
unakaa unachati katika simu, unaangalia television, umekaa mahali umetulia kwa muda mrefu bila kufanya mazoezi. Kwa hiyo ni sababu kubwa ya kwanza ya ugonjwa huu wa shinikizo la damu. Mwenzangu atakuja kuzungumzia kwenye kinga namna gani tunaweza tukaepuka hiyo tabia bwete au tabia ya kubweteka kutofanya mazoezi. Na sababu ya pili, matumizi ya chumvi. Tafiti zinaonyesha kuwa moja sababu kubwa katika nchi za Afrika na Tanzania ikiwemo ya ugonjwa wa shinikizo la damu ni matumizi makubwa ya chumvi. Hasa chumvi ya kuongeza ukiwa unakula chakula mezani au kutumia chakula ambacho kimewekewa chumvi nyingi. Hiyo pia ni sababu. Sababu nyingine ni unene. Unapokuwa na unene uliopitiliza, hiyo pia ni sababu mojawapo ya kuweza kupata ugonjwa shinikizo la damu. Na mwenzangu atakuja kuelezea kwa kina, lakini unapochukua urefu wako, chukua urefu wako kwa mtu mzima, chukua urefu wako, njia nyepesi hii, chukua urefu wako toa kwa 100. Hizo ndio kilo zako ambazo upasi kuzidisha. Sijua mtangazaji wangu una urefu kiasi gani. Kwa hiyo kama una urefu wa mita 150 toa wa sentimita sentimita 150 toa 100. Utakazobaki pale utabaki na 50. Hizo ndio kilo ambazo unapaswa uwepo. Hiyo ni hesabu rahisi kwa mtu ambaye hajasomea udaktari au fani yote ya afya. Kwa urefu wako toa 100, urefu katika sentimita toa 100, kinachobaki pale ndio inabidi ziwe kilo zako. Kwa hiyo vinginevyo ukivuka hapo kidogo inakuwa ni mtihani. Inakuwa ni unakuwa upo kwenye hatari ya kupata shinikizo la damu. Lakini mimi nilikuwa natamani nifahamu, umezungumzia pia ulaji wa chumvi kupita kiasi na ukawa umegusia kwamba ile chumvi ya kuongeza, chakula kimeshapikwa lakini kuna kakisosi pembeni, kuna chumvi unaongezea, ile ni hatari kiasi gani? Chumvi ya kuongeza pale tunapoweza kuweka chakula ni hatari, kwa sababu inaenda kuupa, kwa sababu chumvi inapokuwa nyingi mwilini inasababisha pia mzunguko, maji yanakuwa mengi katika mzunguko wa damu. Kwa hiyo inaupa kazi moyo kuweza kusukuma ule damu, na kwa muda mrefu unaweza kutengeneza tatizo la shinikizo la damu ya juu. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza sana chumvi ambayo inatakiwa kutumika ni ile ambayo inakupa ladha ya kwa mbali, sio ya kukolea sana. Na matumizi ya chumvi ya pembeni hayashauriwi kabisa katika kujilinda na tatizo la shinikizo la juu la damu. Umezungumzia kuhusiana na shinikizo la juu la damu, na vipi kuhusiana na shinikizo la chini la damu? Lenyewe lina athari zipi? Shinikizo la chini la damu sio ugonjwa kamilifu ambao tunaweza tukachukulia kama ugonjwa. Shinikizo la chini la damu ambao ni hypotension ni hali tu ambayo inaweza ikamkuta mwanadamu pale nguvu ya moyo ya kusukuma inapokuwa chini, na inaweza ikasababishwa yenyewe, haiwezi ukawa ugonjwa kwa ukamilifu wake. Yenyewe inakuwa ni matokeo ya maradhi mengine. Kwa unaweza ukawa na vimelea vimekomea kwenye mwili, pressure ikashuka. Unaweza tu ukawa na mshtuko wa taarifa, pressure inashuka. Unaweza ukawa na sababu nyingi zisababisha pressure kushuka, lakini hatutem kama ni ugonjwa kamilifu kama ilivyokuwa shinikizo la juu la damu. Yani sio maradhi ya kudumu, ni hali tu ambayo inatokea, tunaitibu, mambo mengine yanaendelea. Lakini shinikizo la juu la damu ndo ugonjwa wake, ndo ugonjwa kwa ukamilifu, lakini si shinikizo la chini, sio pressure kushuka, bali ni kupanda. Ni kupanda ndo ugonjwa sugu ambao tunaongelea hapa leo. Lakini kushuka sio ugonjwa kamilifu ambao unatambulika, ambao utakufanya wewe unapata matibabu ya kudumu. Lakini kuna kwenye jamii zingine wamekuwa wakihusisha masuala ya bwana, mimi na pressure. Pressure sio ya kawaida kabisa. Wamekuwa wakihusisha masuala ya shinikizo la damu na masuala ya labda na ushirikina. Labda kama wewe mtaalam, kama daktari, unalipi la kuiambia jamii? Shinikizo la damu hakuna mahusiano na pamoja na imani potofu au na ushirikina. Kama daktari mwenzangu alivyoelezea, ni itilafu ambayo inatokea katika mishipa ya damu, ambayo ile nguvu inayohitaji moyo kusukuma damu inakuwa kubwa kuliko ya kawaida, lakini haihusiani na mambo haya
ya imani potofu na mambo ya kimila na mambo kama hayo. Kwa hiyo ni ugonjwa kama maradhi mengine na una madhara makubwa zaidi, ambao nadhani hapa daktari atatuelezea. Sasa ukishakuwa na hiyo shinikizo la juu la damu, yapi yanaweza yakakupata? Na lakini mtu unaweza kurithi pia kama kwenye familia. Unaweza kurithi pia. Sawa. Tunaomba tupate ufafanuzi kuhusiana sasa na swala zima hili la madhara. Madhara ambayo yanaweza kumpata mtu huyu ambaye tayari tumekwisha kuziona dalili. Ili madhara yapi yanaweza kumpata mtu huyu? Asante. Madhara ya shinikizo la juu la damu yanaweza yakaathiri karibia kila mfumo wa mwili wa mwanadamu. Naam. Unaathiriwa kwa sababu kwanza, tukumbuke kuwa ugonjwa huu hauna dalili. Unapokuwa unaanza unakuwa hauna dalili. Wataalamu wanaita ni asymptomatic. Unaweza kuwa shinikizo la damu kwa miaka kadhaa bila kuwa na dalili yoyote. Na mara nyingi dalili unaanza kuiona pale ambapo mfumo fulani wa mwili umeanza kuathiriwa, kupata madhara, complications, ndipo ambapo dalili zitaanza kuonekana. Kwa tukianza labda kwa mfumo moja, iwe pia rahisi kwa msikilizaji kuweza kukumbuka. Tukianza katika mfumo wa fahamu na ubongo na mfumo wa fahamu, shinikizo la juu la damu linaweza kupelekea ugonjwa wa kiharusi au stroke. Lakini pia inaweza kupelekea tunaita dementia. Dementia kwa Kiswahili hatujapata lugha nzuri, lakini ni ile hali ya ubongo kupungua ufanyikazi wa kazi. Kwa mfano mtu anakuwa anapoteza kumbukumbu na ile hali ya uzee inakuwa kubwa. Lakini pia katika mfumo wa fahamu pia upande wa macho, pressure inaweza kupelekea mtu kupata uoni hafifu au upofu kwa sababu ya pressure kuwa kubwa. Lakini pia katika mfumo wa mzunguko wa damu na moyo, pressure ya juu inaweza kupelekea hali ya mtu kupata moyo kufeli, heart failure, moyo kutanuka, lakini pia kupata magonjwa ya mzunguko, moyo kukosa mzunguko mzuri wa damu. Lakini pia kwa sasa Tanzania tunakabiliwa na ongezeko kubwa la magonjwa ya figo ya muda mrefu ambayo tunaita figo failure au chronic kidney diseases, ambayo pia ni matokeo ya ugonjwa shinikizo la damu. Kwa unaweza katika pia mapafu pia yanaweza pia yakaathiriwa. Kwa hiyo ni mfano wa matokeo ya mtu kuwa na ugonjwa wa shinikizo la juu la damu. Wana sawa, dakika ni ya 30 hivi vinakuhusu Mimi natamani kujua matumizi ya pombe na swala zima la shinikizo la damu. Je, pombe inaweza ikachangia matumizi ya pombe kupita kiasi? Inaweza ikachangia mtu akapata shinikizo la damu? Ndio. Matumizi ya pombe ya kupita kiasi, pombe kunywa kiasi kingi cha pombe inachangia moja kwa moja katika kuwa kama kichocheo cha kupata shinikizo la juu la damu. Na kiwango cha wastani ambacho kinatakiwa kunywa kwa kawaida kwa watu wazima waliozidi umri wa miaka 18, kwa wanawake ni kinywaji kimoja kwa siku na kwa wanaume ni vinywaji viwili kwa siku. Hautakiwi kuzidisha hapo. Ngoja dokta twende taratibu kidogo. Manake yani umeshafanya, unajua hii jioni dokta watu tayari wapo, kuna mwingine kashika chupa ya 7 au ya muda huu tunavozungumza hapa na yupo anasikiliza kijiweni. Yani kwa siku angalau mtu apate chupa moja, kinywaji kimoja ndio kwa chenye kilevi kwa mwanamke. Kwa mwanaume visizidi 2. Kwa nini mwanamke anatakiwa kunywa moja alafu mwanaume anakunywa 2? Kuna utofauti gani kati ya mwanaume na mwanamke? Kutokana na jinsi maumbile ya mwanaume na ustahilivu wake kwa mwanaume ni tofauti na mwanamke. Na ushughulishaji wa mwili wa mwanaume tunaamini katika mazingira yetu ya kijamii ni mkubwa tofauti na mwanamke. Kwa hiyo hata ule utumikaji, kwa sababu pombe na yenyewe ni nafaka. Kwa hiyo ukinywa nyingi kwa mwanamke itajikusanya mwilini, itajitengeneza kuwa mafuta. Ndio maana ukinywa pombe nyingi na kimbilia kuwa mafuta yanakaa katika misuli ya tumbo na kuwa na kitambi. Lakini tunaamini mwanamume ile nafaka anaweza kaitumia ikatengeneza nishati ya mwili. Lakini kutokana na mgawanyiko wa majukumu ya kijamii kwa jamii zetu kwa kawaida, mwanaume anakuwa na shughuli nyingi ambazo zinahitaji utumiaji mkubwa wa nguvu kuliko mwanamke. Akizidisha
kinatokea kitu gani? Akizidisha ile hifadhi yote ya pombe inabadilisha kuwa mafuta, ambao mafuta ni kichocheo cha kuharibu mishipa ya damu, inaenda kukaa ndani ya mishipa ya damu na inasababisha damu kupita ndani ya mishipa, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo moyo utahitaji kutumia nguvu zaidi kusukuma damu katika ile mishipa ya damu. Kwa hiyo unakuja kupata shinikizo la juu la damu. Ni kama mabomba ya maji ya nyumbani unapoyaekea uchafu ndani yake. Kwa hiyo mashine ile, pampu ile, mota itakuwa inahitaji nguvu kubwa kusukuma maji katika yale mabomba. Sawa sawa. Sasa dalili, tukiona kidogo muda wetu sio rafiki sana, dalili za shinikizo la damu ni zipi kwa mtu ambaye umeshasema kwamba mtu anatakiwa kunywa angalau chupa moja kwa mwanamke kwa siku na chupa 2 kwa mwanaume? Sasa kuna mtu ambaye amekuwa akizoea labda kwa siku anapiga 3, anapiga 4, kuna mwingine kabisa anaweza kunywa nyingi zaidi, afu ukiangalia ni pombe, labda ni pombe kali. Sasa dalili, mtu unawezaje kujua kwamba hapa tayari nimeshapata shinikizo la damu? So kwa upande wa dalili, kama nilivyosema awali, mara nyingi ugonjwa unapoanza mtu anza asione dalili yoyote. Kwa njia ya kwanza kabisa ya tunasema unapofikisha miaka 30 au miaka 40, angalau kila mwaka upate nafasi ya kuweza kujua pressure zako, ili uweze kuigundua pressure hata kabla wakati haijakuletea dalili zozote. Lakini kwa dalili ambazo zinaweza zikatokea, dalili ya kwanza inaweza ni maumivu ya kichwa, hasa upande wa kisogo kwa nyuma, hasa nyakati za asubuhi. Mtu anaamka akiwa na maumivu ya kichwa upande wa kisogo. Lakini pia mtu anakuwa na hali ya kuchoka, kusikia mapigo ya moyo yakiwa katika kasi kuzidi kawaida au anakuwa anayasikia. Lakini pia wakati mwingine mtu anaweza kawa anasikia kelele masikioni. Lakini pia mtu anaweza kawa anakifanya kazi kidogo, kama zamani alikuwa anaweza akatembea mita 100 au urefu wa kiwanja kwa miguu bila shida, anashangaa akitembea ule umbali wa mita 100 labda kwa mfano urefu wa kiwanja, anashangaa kuwa anakuwa anawahi kusikia kuchoka, kuhitaji pumzi ya ziada au pumzi inakata. Hizo dalili inawezekana na shinikizo la juu la damu ambalo limeathiri moyo wake. Lakini pia inaweza kapelekea kupungua kiwango cha mkojo. Katika hali ya kawaida, ukinywa maji kawaida ulikuwa unakojoa katika kiwango fulani, lakini unaanza kushangaa binafsi unagundua kuwa kiwango chako kinapungua au upate mkojo kabisa. Hiyo pia inaweza dalili. Lakini pia dalili nyingine unaweza kawa unapata hali ya kupoteza uoni, hali ya kuona inabadilika. Hiyo pia inaweza kawa pia ni dalili. Maumivu ya kifua, kwa mfano unafanya kazi kifua kinauma kupitiliza, au unafanya kazi kidogo kifua kinauma, hiyo pia, au bila kufanya kazi kifua kinauma, hiyo pia inaweza pia ni dalili mojawapo ya shinikizo la juu la damu. Dr. Muki na Leonard, yes. Namna sasa ya kuweza kujikinga na kutibu tatizo hili la... Kwanza tunatamani kufahamu, je, kuna tiba? Shinikizo la damu linatibika? Ugonjwa wa shinikizo la damu tunasema ni ugonjwa ambao unaweza kuudhibiti, kucontrol, lakini sio ile tiba ya moja kwa moja kwamba ukatibiwa alafu matibabu yakaisha hapo, kwamba usiendelee tena na matibabu. Ni maradhi ambayo yanahusisha jitihada, yanahusisha madawa ambayo utayapata hospitalini, lakini na jitihada ambazo hazihusishi madawa kwa maana ya mtindo wa kimaisha. Lakini ile tiba ya moja kwa moja, yani cure, kwamba kupona kabisa, ukishapata shinikizo la juu la damu inakuwa ni ugonjwa sugu wa muda mrefu na matibabu yake yanakuwa ni ya maisha. Kwa hiyo sasa nini afanye mgonjwa? Cha kwanza hapa tunamwongelea yule mtu ambaye tunataka sasa ajilinde, asije akaelekea kupata kwenye shinikizo la damu. Kama kauli yetu mbiu ya wiki hii ya magonjwa yasiyoambukiza inavyosema, chukua hatua, dhibiti magonjwa yasiyoambukiza. Kwa mwaka huu tuna mlengo zaidi wa kuchukua hatua. Sasa hatua hizo, namba 1 kama alivyoelezea Dr. Kaloli, ni kwenye ulaji. Kwa hiyo ulaji kwanza, inabidi tuweze kupata mlo ambao ni salama kwa mishipa ya damu na moyo, kwa sababu ugonjwa huu ni mfumo wa mishipa ya damu na moyo. Na mlo salama wa mishipa ya damu na moyo ni mlo upi? Ni mlo ambao una nafaka ya kiasi, mlo ambao una mboga za majani kwa wingi. Unaweza ukapata na mboga jamii ya kunde, lakini hata nyama tunayopaswa kutumia
ni ile nyama nyeupe, nyama ya samaki, nyama ya kuku. Na ukiweza katika nyama ya kuku, basi unatoa lile gamba la juu, kwa sababu linakuwa lina mafuta ambayo yanaganda kwenye mishipa, ambao unaweza ukaupa moyo wako kazi kusukuma damu kwenye mishipa ya damu yenye mafuta yaliyoganda. Lakini pia kutumia matunda mengi, sawa, lakini sio kunywa juisi, kwa sababu unapokunywa juisi unaingiza sukari ambayo tayari imeshameng'enywa, ambayo iko laini ndani ya mwili, inakuwa inazidi mwilini, inabadilishwa kuwa mafuta. Ile sukari inapoingia mwilini, inapokuwa haina kazi, na kuwa mafuta. Lakini vinywaji hivi vya kiwandani ambao vipo kwenye makopo pia sio salama. Kwa hiyo, lakini kingine pia katika swala la ulaji ni kula pale unaposikia njaa. Sio kula kwa sababu chakula kinapatikana, kwa sababu chochote unachokiingiza mwilini kama hakitokuwa na matumizi kitaenda kubadilishwa kuwa mafuta. Mafuta yataingia kwenye mishipa ya damu, utaupa moyo kazi, utapata shinikizo la damu. Lakini njia nyingine ni kushughulisha mwili. Tumeona kabisa maisha, mfumo wa kubweteka unasababisha ni moja ya kichocheo cha shinikizo la damu. Kwa hiyo kitaalam tunashauriwa kufanya mazoezi yanayotoa jasho, yanayokufanya uheme walau dakika 150 kwa wiki, au nusu saa basi walau mara 3 kwa wiki. Kama utaweza kukimbia, kuogelea, kuendesha baskeli, kurukaruka, au kama unaweza una nyimbo ya singeli nyumbani ukarukaruka ukacheza, japo utoe jasho na uweze kuhema haraka. Lakini kingine, matumizi ya pombe tumeshaongelea. Kingine, kuacha matumizi ya bidhaa za tumbaku, iwe kwa njia yoyote ile, kwa kuvuta, siku hizi kuna shisha za kielektroniki, kwa kutumia kama kiko, kwa sababu tumbaku pia na jamii yake na sigara pia ni kichocheo cha shinikizo la damu. Lakini pia sababu kubwa nyingine ni msongo wa mawazo, kujiepusha na msongo wa mawazo, sababu msongo wa mawazo inatengeneza homoni hasi mwilini ambazo pia zinasababisha shinikizo juu la damu. Tuwe katika mfumo wa maisha ambao tunaweza kukabiliana na yale ambayo tunayaweza. Ukijibebesha majukumu ambayo huyawezi kwa muda mrefu, utaingia katika msongo wa mawazo, na yenyewe pia ni kichocheo cha shinikizo la damu. Lakini pia pamoja na kupata usingizi wa kutosha ambao wastani wa masaa 7 mpaka 9. Kuna watu wanalala saa 9, saa 11 ameshaamka. Kwa hiyo naye kidogo yupo kwenye kiwango kikubwa cha kupata shinikizo la damu. Ndio kabisa. Bwana, mimi niwashukuru sana. Asante sana Dr. Muki Daniel, lakini pia asante sana Dr. Leonard Kalori. Muda wetu sio rafiki sana, lakini hapa ni Kijiweni. Jumatatu mpaka Ijumaa tunakuepo ndani. Kuna lolote la kutusaidia wa Tanzania, lakini pia wale kidogo ambao kula tunakula lakini mazoezi kidogo inakuwa mtihani, basi tukiwahitaji msisite tena kufika na kutupa hiyo elimu. Sawa. Tunashukuru pia na sisi kufika hapa Radio AFM, na tunadhani elimu tulioitoa basi inakwenda kusikika kwa Tanzania na kuweza kuleta mabadiliko yenye tija. Shukran sana.